naitwa Betha Richard Mleke, wengi wananiita Dr. Mleke, mkurugenzi mtendaji wa Bero Investment and General Supply. Leo tuna event ambayo ni seminar inayohusiana na kuitafuta shilingi, ambayo imeandaliwa na Bero Genge, Bero Investment and General Supply, ambapo inahusisha wajasiriamali binafsi, wafanyabiashara na wale ambao hawajaanza kufanya biashara, lakini pia inahusisha vikundi mbalimbali ambavyo vina miradi ya kimaendeleo mbalimbali kutoka wilaya ya Temeke. Kwa maana hiyo tumekusanyika hapa kwa lengo la kujifunza ni namna gani ya kuitafuta shilingi. Kila mtu anaitafuta shilingi, lakini ni kwa namna gani mtu anaweza kaitafuta shilingi, na ukisha itafuta shilingi, shughuli inayofuata unaimanage vipi ile shilingi ili iweze kuzaa shilingi nyingine, kwa sababu hilo ndio tatizo kubwa. Leo unaitafuta shilingi, kesho unaipoteza. Kesho kutwa unaamka, kesho kutwa yake unaanguka. Kwa hiyo lengo kubwa hapa ni kujifunza, lakini pia tuna sekta mbalimbali zimefika za fedha. Tutafahamu namna gani tunaweza kunufaika kama mjasiriamali kutoka kwenye hizo sekta za fedha, Equity Bank, CRDB Bank, lakini pia inabidi kujua unafanya biashara kwa malengo yapi. Kwa kuna watu wa bima ambao kwao wao ni kuhakikisha malengo yako yanatimia. Lakini vile vile kuna wadhamini wetu wa afya, lazima maji ni uhai, mnywe maji. Umeona? Lakini pia haitoshi. Kuna makampuni mbalimbali leo ya usafirishaji wa ndege, usafirishaji wa maji, kwa sababu unapokuwa unafanya biashara unategemea kukua. Ukishakuwa utaanza kutoa bidhaa nje ya nchi. Kutoa bidhaa nje ya nchi kuna kusafirisha kwa maji au kwa ndege. Lakini hiyo haitoshi. Hiyo haitoshi. Kuna fursa leo hapa, kuna fursa nyingi sana kutoka Posh. Watu watazipata wenye mitaji midogo, na ambaye hajawahi kuanza hata biashara atajua namna gani akitoka hapa akaanze vipi biashara kupitia wale walioko humu ndani. Kwa ni hayo tu. Karibuni sana Chuo cha Ustawi wa Jamii. Yatamnufaisha mafunzo atakayopita leo mahali hapa. Sio tu mafunzo, kwanza tunajifunza kutoka kwao. Yaani leo ni win-win situation. Tutaanza kusikia kutoka kwao, na vile vile tutasikia kutoka kwa wadau ambao wao ni wawezeshaji wa sisi kufanya biashara. Kwa hiyo baada ya kutoka hapa utakuwa umejifunza kutoka kwa mwenzio, lakini kuna ambaye atakuwa na changamoto alizikabiliana nazo vipi. Kwa hiyo utatoka pale ukijua kabisa kwamba nikikutana na hili napiga hapa au napiga pale. Kwa hiyo na uhakika mjasiriamali yoyote aliyoko mahali hapa akitoka hapa atakuwa na nguvu mpya ya kuanza upya, kama alikuwa hajaanza atakwenda kuanza. Kwa majina naitwa Kelvin Kaunda, ni marketing manager wa Epic Express Air Cargo Services. Leo niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia zaidi kuhusiana na kampuni yetu. Hii kampuni yetu inajihusisha zaidi na usafirishaji wa bidhaa kutoka China kuja Tanzania, na bidhaa ambazo zinasafirishwa ni bidhaa za aina tofauti tofauti, na tunasafirisha bidhaa ambazo zinakuwa kuanzia nusu kilo au zaidi ya kilo, na tunaenda zaidi mpaka tani moja na zaidi hata ya tani moja. Lakini tofauti tu na usafirishaji wa bidhaa, kuna vitu kadha wa kadha ambao kampuni yetu inavifanya, kama vile kuna wafanyabiashara wengi sana kama tunavyojua sasa hivi kutokana na teknolojia kukua kwa kiasi kikubwa. Kuna watu wengi sana ambao wanatoka na wanatamani kufanya biashara baina nchi na nchi. Sasa kwa sisi, kwa sababu tuna uzoefu wa biashara between hapa katikati ya China na Tanzania, tunatoa nafasi kwa watu ambao wanatamani kujua kiundani zaidi kuhusiana na hizi biashara, ni namna gani wanaweza kufanya biashara kati ya China na Tanzania. Lakini tofauti na hapo, kampuni yetu pia inafanya uhakiki wa bidhaa. Ikumbuke tu kwamba mteja anapokuja kufanya kazi na sisi, anapokuja kuagiza mzigo kutoka China, sisi kule tuna masupplier wetu. Sasa wale masupplier wetu ni binadamu, kwa namna moja au nyingine wanaweza kwa namna moja au nyingine wakachanganya mzigo au wakapiki mzigo ambao sio sahihi. Hivyo kampuni yetu kabla ya kufanya usafirishaji wa mzigo kuja Tanzania, lazima tufanye kwanza uhakiki, tuhakikishe kwamba ule mzigo ni sahihi kama ule ambao mteja ameuagiza, na tukishajiridhisha kwa 100% ndipo tunachukua jukumu la kuleta ule mzigo moja kwa moja hapa.
Lakini pia duration time, sisi tunasafirisha kama nilivyosema ni air cargo services. Kwa hiyo tunasafirisha mizigo kwa muda wa siku 7 mpaka siku 14. Nikiongelea siku 7 na maanisha kwa siku 7 ni express. Ni express kwa ile mizigo ambayo inahitajika haraka sana, tunaisafirisha ndani ya siku 7. Lakini kwa ile mizigo ambayo haina uharaka sana, tunasafirisha ndani ya siku 14. Kwa hiyo inakuwa ni makubaliano yetu na mteja. Mteja atatuambia ni anahitaji mzigo wake kwa una uharaka kiasi gani. Kwa hiyo sisi tunakuwa na option hizo mbili tofauti ambazo tunamuelezea, na yeye atakuwa na uwezo wa kuchagua kati ya hizo mbili ipi inafaa. Lakini mbali zaidi tunafanya pia huduma ya kusafirisha bidhaa kutoka Tanzania kupeleka China. Hapa nielezee tu kidogo, nichukulie mfano. Mteja anaweza kaagiza bidhaa kutoka China ikamfikia hapa Tanzania. Baada ya kumfikia akajikuta kwamba ile bidhaa aliyoiagiza ina matatizo au ina shida kidogo. Sasa yule mteja anapohitaji kurudisha ule mzigo wake kwa supplier wa China, sisi Epic Express tunafanya hiyo shughuli ya kwamba kutokana na uzoefu wetu katika kazi, kutokana na ukubwa wa kampuni yetu, tuna masupplier wengi. Kwa hiyo sisi tutamsaidia ule mteja kumkutanisha na ule supplier ambao yeye anamtaka, na ule mzigo wake utarudishwa vizuri na mambo yote yataenda sawa. Kwa hiyo kiujumla hiyo ndo Epic Express, na nimekuja hapa kwa ajili ya kuitambulisha kwa watu wajue. Lakini pia nimefurahi, nimekutana na wadau mbalimbali. CRDB Bank, Equity Bank ni watu ambao tunafanya nao kazi sana, kwa sababu katika huduma nyingine kubwa ambayo tunafanya kama kampuni ni kusaidia wateja kwenye malipo. Sasa tunaposaidia wateja kufanya malipo, tunafanya kazi kwa karibu sana na Equity na CRDB. Naitwa Francisca Joseph Limo, ni owner wa Beta Bakery GABF Enterprise ambayo ipo Kariakoo pia. Mimi kama mfanyabiashara wakati nimevutiwa kuja hapa kuweza kuhamasisha wafanyabiashara wengine kuweza kujua changamoto tunazopambana nazo kila siku, especially kwenye bakery, kwamba ni procedure gani ambazo tunapitia ili uweze kupata leseni, uweze kupata financial, jinsi ya kupata wateja, jinsi ya kutumia mitandao ya jamii kumarket biashara yako. Na pia tunakuja kuwaeleza kwa mfano kwenye bakery, alafu kwa nini niliamua kuuza vifaa vya bakery, kwamba nafanya bakery at the same time naingiza vifaa vya watu wanaotumia kwenye bakery. Kwamba hiyo niliona kwamba upatikanaji wa bidhaa za kwenye matumizi ya bakery ni changamoto kubwa Tanzania na vilikuwa ni bei sana. Kwa hiyo nilivyokuwa naenda China na nunua kwa ajili ya matumizi yangu binafsi, nikaona hapana, basi hebu nianzishe biashara nyingine ambayo itatatua matatizo ya bakery. Kwa hiyo changamoto yangu nilokuwa naipata kwenye bakery ilinipa fursa ya kufanya kitu kingine ambacho nikafungua hiyo GABF Enterprises ambayo inajulikana kama GF Cake Tools and Packaging, ambao nadili na kusambaza vifaa vyote vya upambaji na matumizi ya bakery kasoro vifaa vikubwa. Nimedili na wajasiriamali wadogo wadogo, na pia nauza packaging. Tunajua kwamba sasa hivi kuna matatizo makubwa ya packaging, kwa hiyo tuna import packaging toka nje ambazo zinakidhi viwango vya TBS na NEMC, na tumejaribu kutoa mwongozo kwa kuifundisha jamii kwamba watumie kifungashio gani katika kuweka kwenye bidhaa yao, kwa sababu branding katika bidhaa yoyote ni kila kitu. Unaweza kuwa na bidhaa nzuri lakini ukakosea kubrand, kwa sababu brand ni kama uso mwanamke, kwamba usipoupamba, usipoweka lipstick, usipoweka nini, hakuna mtu atakayevutiwa. Kwa hiyo mimi hapa nimekuja kuhamasisha wajasiriamali wajue kwamba unazalisha nini na unamuuzia nani anakihitaji hicho kitu, kwamba waache kukopi. Kwa sababu sisi wa Tanzania leo nikiona mtu fulani ana miradi yayo, kesho nitataka kuanzisha kama miradi yayo, lakini inakuwa sina vision na mission ya kile kitu. Kwa hiyo kitu kinatoka ndani ya moyo wako. Fanya kitu kwa kufanya utafiti wa kutosha ambao utawasaidia watu wengine. Na ukiwa umefanikiwa, unatakiwa uwasaidie wale wanaoanza, kwamba hii biashara sio kama mti umeupanda leo ukaota. Hapana, hii biashara inatakiwa kumwagiliwa. Kuna kosti za kuiendesha biashara, kuna matangazo yanahitaji fedha, na pia nje ya hiyo kwamba biashara yoyote ina ups and down.
Hakuna biashara ambayo inaenda straight, yani barabara kama ya lami, hapana. Utaanza na shilingi 10, kesho utapata hasara, utarudi zero, utasimama. Kwa hiyo tuko hapa kuwatia nguvu wajasiriamali wote na kuwapa njia gani za kuweza kufikia malengo yao. Kwa jina naitwa Seuri Meijo, ni meneja mwandamizi huduma za wateja kutoka benki ya CRDB, au kwa jina lingine naitwa meneja mwandamizi mahusiano na wateja. Tumekuja hapa Berogenge, niko na mwenzangu Lovelet. Tumekuja kwa ajili ya kuwaletea wajasiriamali bidhaa na huduma kutoka benki ya CRDB. Benki ya CRDB ni benki kubwa, ni benki ambayo ina matawi zaidi ya 268 hapa nchini, lakini ni benki ambayo ina matawi zaidi ya 5 katika nchi ya Burundi. Kwa hiyo benki ya CRDB ni benki ambayo inajitanua katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Benki ya CRDB tunazungumzia benki ambayo sasa hivi sokoni ina mawakala zaidi ya 20,000. Mawakala tunazungumzia wateja wetu ni zile points ambao wanaweza kaenda kupata huduma za kifedha. Katika benki ya CRDB tuna huduma kuu mbili. Kuna huduma ambazo tunasema za kibenki za zamani, lakini pia tuna huduma za bima. Nitazungumzia upande wa bima, huduma za kibenki. Kwenye huduma za kibenki tunazungumzia upande wa akiba, tunazungumzia huduma za akiba, lakini pia tunazungumzia upande wa mikopo. Kwenye upande wa akiba tunazungumzia accounts. Tuna akaunti za aina mbalimbali kwa ajili ya wajasiriamali, lakini leo hii nitazungumzia akaunti mbili kuu ambazo tunaona zitawalenga au zinawahusu wajasiriamali. Akaunti ya kwanza tunaita akaunti hodari. Ni akaunti hii ni maalum kwa ajili ya wafanyabiashara, ni akaunti ya biashara. Hii akaunti tunatoa kwa ajili ya wale wafanyabiashara wadogo ambao wameanzisha biashara zao. Mathalan tunazungumzia mamalishe, machinga, watu wenye maduka madogo, mawakala. Hii akaunti ni maalum kabisa. Ni akaunti ambayo mtu anafungua kwa kiwango cha chini ya shilingi 5,000 tu. Na ni akaunti ambayo haina gharama yoyote. Ukishafungua kwa 5,000 haina gharama yoyote. Ukienda kutoa haina gharama, ukitaka kuweka haina gharama, lakini pia ni akaunti ambayo inamwezesha mjasiriamali au mfanyabiashara kuwa na huduma ya sim banking. Sim banking tunaifahamu sokoni, lakini pia ni akaunti ambayo inamwezesha huyo mjasiriamali kupata huduma ya cheki. Kwa ni akaunti maalum kwa ajili ya wafanyabiashara, inaitwa hodari account. Na masharti yake ni rahisi sana. Mtu akiwa na kitambulisho cha taifa au cha leseni ya udereva, akiwa pamoja na kitambulisho cha mjasiriamali anaweza kupata, au akiwa na leseni ya biashara anaweza kufungua hii account. Akaunti nyingine ambayo ningependa kuizungumzia leo hii ni akaunti ya Malkia. Akaunti hii ni maalum kwa ajili ya kina mama. Kina mama tumeanzisha hii huduma ya Malkia. Ni akaunti yao kwa ajili ya uwekezaji, kuweka pesa zao, kuweka kudunduliza. Tunafahamu kina mama wetu ni maarufu kwa ajili ya kudunduliza, wanakuwa na vikoba na vitu kama hivyo. Lakini akaunti hii tumewaletea wao, tunasema ni investment account. Mama anaweza kaweka hela zake kidogo kadri atakapokuwa anapata. Nikiachana kwenye upande wa account, napenda kuzungumzia kwenye mikopo. Kwenye mikopo tuna mikopo kwa ajili ya ngazi 3. Tuna mikopo kwa ajili ya wajasiriamali wadogo, lakini tuna mikopo kwa ajili ya wajasiriamali wa kati, tunaita SME, na wale ya corporate. Lakini leo nitazungumzia mikopo kwa ajili ya wajasiriamali wa kati na wadogo. Nianze na wadogo. Tuna mikopo kwa ajili ya wale wajasiriamali wadogo kabisa. Tunazungumzia machinga na mamantilie, wale ambao hawana hata frame, lakini wanafanya biashara zao, wanatembeza biashara zao mkononi. Hawa tuna huduma nzuri kabisa inaitwa Jiwezeshe. Ni mikopo ambao wanaweza wakapata bila kuwa na dhamana. Mikopo ambayo wanaweza kupata bila kuwa na dhamana. Ni benki pekee ambayo inatoa mikopo bila kuwa na dhamana. Lakini tunalenga wale wajasiriamali wadogo wa chini. Lakini tuna mikopo ya ngazi ya kati hapa ambao tunasema ni kwa wale wajasiriamali ambao wamenyanyuka kidogo. Mtu ambaye ana biashara, kwa labda na duka lake, ana leseni ya biashara, ndio tuna hiyo mikopo kwa ajili ya hao wajasiriamali. Lakini pia benki ya CRDB imeanzisha mikopo maalum kwa ajili ya kina mama. Tunaita Malkia Loan. Mikopo hii inamwezesha mwanamke mjasiriamali kupata mkopo kwa gharama nafuu sana, kwa riba ndogo sana. Kwenye hii mikopo tunasema mtu mjasiriamali anaweza kupata mkopo kwa riba 14%. 14% nazungumzia kwa salio linalopungua ni sawa na 7%. Kwa hiyo ni mikopo ambayo mwanamke mjasiriamali ambaye anaendesha na kumiliki biashara anaweza kupata mkopo kwa gharama nafuu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Samir Farid Salim Al-Amthani, ni general manager wa kampuni ya Nufe Trading Company. Hii
Kampuni hii inahusika na masuala ya mambo ya shipping kutoka nchi tofauti tofauti, kutoka China, Uturuki, India, Middle East zote natembea. Hii leo tumekuja hapa kwenye ili shughuli hapa ili tuangalie, tuwasaidie wafanyabiashara wadogo ambao wamekuja wajasiriamali, ambao mtu anaanza. Tuna uwezo sisi yani wa kusafirisha mizigo, kuwasaidia wafanya biashara wadogo ambao wananunua bidhaa kutoka hapa Tanzania. Kwa hiyo sisi tuna uwezo wa kuwasaidia, kuwafanyia wachukue bidhaa ndogo kutoka nchi za nje, ambayo kwa sio lazima mteja awe na full container yake. Ana uwezo wa kuagiza boksi moja, boksi mbili, hembegi zake kadhaa. Biashara yoyote yani ana uwezo kuagiza kutoka nje, na sisi tukamsaidia, tukamletea kwa muda mfupi, kwa bei rahisi na kwa uangalifu kabisa, kwa uaminifu. Kwa hiyo kwa siku kama leo inshallah tutakaa chini na wafanyabiashara wadogo, tutasaidiana, tutafanya kazi sote pamoja, na tuko hapa kwa ajili ya kushirikiana kuanzia chini. Kama Waswahili wanavyosema, yani mtoto kuzaliwa hajawahi kutembea. Kwa hiyo kwanza anatembea, anatambaa, alafu anatembea, alafu anakimbia, alafu anaanza mwenyewe kujishughulisha. Kwa hiyo na sisi pia vile tuko tayari kuwasaidia wafanyabiashara wadogo. Ndio maana tumekuja siku kama leo hapa ili tusaidiane kwenye biashara aina zote. Nashukuru sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Peter Kisanga, ni meneja wa biashara, wafanyabiashara wadogo na wakati. Niko hapa kuiwakilisha benki ya Equity Tanzania, ambapo tumewaletea bidhaa mahususi kabisa katika kuitafuta shilingi. Tunafahamu wafanyabiashara waliopo hapa wanahitaji huduma mbalimbali za kibenki, na benki ya Equity tumekuja na bidhaa moja adimu sana ambayo hakuna benki yote ambayo inatoa katika nchi hii. Bidhaa hiyo inaitwa tatu zaidi. Benki ya Equity iko hapa kuwaletea bidhaa akaunti ya Jijenge. Jijenge akaunti ni akaunti ambayo inatoa faida mbalimbali kwa wajasiriamali, na akaunti hii inamwezesha mjasiriamali au mfanyabiashara kujiwekea akiba yake kwa kipindi cha miezi 6, ambapo katika kipindi hicho cha miezi 6 mfanyabiashara huyu au mjasiriamali huyu atapata faida ya kukopa mara 3 zaidi ya atapata faida ya kukopa mara 3 ya akiba alizojiwekea. Kwa hiyo mfanyabiashara anafungua akaunti yake ya Jijenge, anaweka akiba, then baada ya miezi 6 anaweza akakopa mara 3 ya akiba alizojiwekea. Na akaunti hii inamsaidia zaidi mfanyabiashara kwa sababu haina makato ya mwezi, haina gharama zozote zile, na ni rahisi kuifungua. Mfanyabiashara anachokihitaji ni kuwa na kitambulisho chake cha NIDA na kitambulisho cha NIDA pamoja na shilingi 10,000. Kiwango cha chini cha kufungulia akaunti hii ni shilingi 10,000. Baada ya hapo anajiwekea akiba yake kidogo kwa kiwango anachoona kinafaa, na baada ya miezi 6 anaweza akakopa mara 3 zaidi ya kiwango ambacho kipo kwenye akaunti yake ili kuweza kuisaidia biashara yake. Asante sana. Kina baba mpo? Tupo. Kina baba piga kifua, sema leo tunaondoka na ushindi. Piga kifua. Kina mama wanapiga nini? Kichwa. Wanatikisa mabega. Wanafanyaje? Eti tunafanya vile. Kina baba wana maeneo ya kupiga, yani ukiona wanafanya hivi ujue umeshinda. Si lazima tutikishe titi babu. Uongo. Ujitikishe hapo, sema kabisa. Wacha we. Naona watu wamepandisha mabega badala ya kujitikisa. Jamani, wamama, wababa, karibuni sana. Baada ya muda mchache mgeni rasmi atakuwa na wasili hapa ndani, na baada ya kuwasili yeye tutamkaribisha mwenyeji wetu Dr. Betha Mleke atukaribishe rasmi sasa, na yeye atapata fursa ya kuifungua shughuli nzima ya semina hii ya leo. Baada ya hapo tutaendelea kupeana ratiba, kwa sababu pia
tunatambua uwepo wa watu ambao wako kwenye funga, ili mradi na wao wapate muda sahihi ya kusikiliza yale ambayo wataondoka nayo. Lakini mtambue tuna wadau wengi kweli kweli sana. Tuna wadau wa mambo ya fedha, mabanki wapo hapa. Tuna wadau wasafirishaji wa bidhaa mbalimbali wako hapa. Sawa sawa. Tuna wadau wauzaji wa bidhaa mbalimbali wako hapa. Tuna wadau wamiliki wa viwanda kutoka mataifa mengine pia wapo hapa. Swebe. Wanataka kusikiliza wana nini na wao wawape kitu gani walichokuja nacho. Swebe. Yes. Nimeona kama Yeah. wapo sio? Yeah. Kwa hiyo na juzi kama ulikuwa unafuatilia, walikuwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu, akawapa uhuru wa kwamba sasa fursa za kibiashara. Jamani, makofi kwa Berogenge. Kiukweli mpaka wanatuletea watu ambao tayari wana viwanda kuja kutuunganisha nao, si mchezo, si ndio? Ni sisi jinsi ya kuweza kucheza na fursa zetu, si ndio? Kwa hiyo mimi nawaombeni na sisitiza tena, ujaja kijinga, umekuja kujikomboa, sawa sawa? Umekuja kumega hatua toka ulipo kwenda hatua nyingine, si ndio? Kwa hiyo lipo ambalo utanufaika nalo, sawa? Kwa hiyo ni wewe kutuliza akili, tusikubali kulala jambo jema likatupita. Penye swali uliza, ukitaka kujua jambo tafadhali mfuate mhusika. Usisite. Tunatambua uwepo wa watu wakubwa kabisa katika ukumbi huu, lakini labda kwa taarifa umewasahau pia wafanyabiashara wakubwa wako. Taarifa ndogo tu, wakati unataka kuwasiliana, kuambia nyumbani waandae kila kitu, upande wa kina baba na upande wa kina mama, utakwenda kuna milango miwili hapa. Utapiga simu yako na kuwapa maelekezo kule nyumbani kwamba hiyo futari ya magimbi hapana, leo tutakula maharage. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka vizuri. Kwa unatoka hapa hapo mbele hapo, kabla hujashuka hizo ngazi ya chini, kuna milango miwili. Kuna eneo la kina baba kupiga simu zao na kuhakikisha mambo yanakwenda sawa, na kuna eneo la kina mama kupiga simu zao na kuhakikisha mambo yanakwenda sawa. Koleta? Ndio. Tunaendelea na ratiba kama kawaida. Ratiba hivi sasa tumkaribishe mwenyeji wetu wa shughuli nzima ya semina hii leo. Sawa. Jamani, shughuli ndio tunaianza, si ndio? Ili tuende na muda. Hatutaki muwe dolo. Tunataka tujifunze kile ambacho kimetufanya au kimetukusanya tuwepo hapa. Kwa heshima na taadhima kabisa, naombeni tupige makofi tu pale ulipo, nisiwasimamishe. Tutapiga tu makofi wakati mkurugenzi wa Berogenge Beka akiwasili mahali hapa ili aweze kutufungulia shughuli yetu. Tumekuja kutafuta njia, si ndio? Tumekuja kutafuta urahisi wa kutengeneza shilingi. Tumekuja kutafuta shilingi. Kwa hiyo tutabasamu. Hivyo vikoba vitakusikiliza sisi, havitatuendesha. Sema kuleta vikoba paswa kichwa. Umkute kijumbe kashavurugwa. Tena umwamo vijumbe. Wakale. Kwa staili yao kosekani. Beta, karibu sana. Wewe ndio mwenyeji wa shughuli yetu na muda unazidi kukimbia. Wakati tunaanza wewe utatufungulia shughuli yetu, utatukaribisha mtu ambaye atatufungulia sasa kukabidhisha shughuli nzima hii ya semina kwa Mungu, na baada ya hapo tutaendelea na ratiba. Tutakapata taarifa ya mgeni rasmi kuingia, tutamuingiza kama ilivyo ada. Karibu sana. Asante sana. Asante sana. Jamani, habari za asubuhi. Hivi asubuhi tunategemea ukumbi huu leo uwe na watu 250. Kwa hiyo nadhani wako wamekwama na foleni. Basi napenda kufungua shughuli yetu kwa maombi. Naomba nimkaribishe dada Sabina aje atufungulie kwa maombi. Katika jina lako Yesu wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru Mungu wetu kwa uzima wako siku ya leo. Asante Mungu uliyetuonyesha siku nyingine. Asante kwa afya leo. Mungu, tazama tumekuja mahali hapa kujifunza mambo mbalimbali. Tunaomba utawali mahali hapa Mungu. Tunakuomba Mungu watumie hata watu watakaosimama mahali hapa kwa ajili ya kufundisha. Tunakuomba utawali mahali hapa hata katika vyakula na vinywaji. Katika jina lako Yesu, amen. Kwa kwanza ningependa kutambua uwepo wa watu mbalimbali katika ukumbi huu.
Napenda kutambua uwepo wa wakuu wa idara, maafisa kutoka Temeke kama wapo, naomba wasimame. Lakini pia napenda kutambua uwepo wa kuna wakuu wa maafisa na wakuu wa vikundi. Naomba pia wasimame, waone. Wasimamizi wa vikundi mbalimbali, wasimamizi. Napenda pia kutambua uwepo wa wajasiriamali binafsi. Nadhani hao ndio wengi na watafika muda si punde. Ila mliofanikiwa kufika wafanya biashara na wajasiriamali binafsi, naomba msimame. Lakini pia napenda kutambulisha meza kuu. Nimeanza itifaki ya hawa kwa sababu utaratibu kama mgeni rasmi ungekuwepo ningetakiwa nianze tu. Napenda kutambua uwepo wa kampuni ya Epic Express, naomba msimame. Uwepo wa kampuni ya Beta Bakery, mama. Nupe. Kutambua uwepo wa dada wa Kijani Show anayedili na wajasiriamali kila siku, dada Sauda kutoka Azam. Kutambua uwepo wa Vodacom, uwepo wa CRDB Bank, benki ya wananchi. Kutambua uwepo wa kampuni ya Posh and Brinkley. Tafadhali naomba. Karibuni sana na tunaamini shughuli yetu ya leo itakwenda vizuri. Kwa kuanza, napenda kutoa utangulizi kuhusu Berogenge mpaka kufikia hatua ya kuwa na kuitafuta shilingi. Berogenge ilianza harakati zake siku nyingi sana. Berogenge ambaye ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji na kwa majina yake anaitwa Betha Richard Mlenge, alianza harakati zake za kutafuta shilingi alipohitimu digrii yake ya kwanza chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akapangiwa kazi Morogoro kama mwalimu wa sekondari. Alipofika pale, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ni mtafutaji haswa, alirithi damu yake kutoka kwa mama yake mzazi. Akaanza na biashara ya ubuyu. Ubuyu kila mtu anaofahamu hapa. Ule ubuyu alikuwa anautoa, alionyeshwa na mama yake mzazi. Kiwanda kiko hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo akirudi weekend kusalimia nyumbani, anakwenda kiwandani, anapakia ubuyu kwenye magunia, anaenda nayo Morogoro. Sasa kwa sababu walimu hawaruhusiwi kufanya biashara kwa kuuzia wanafunzi, alikuja na staili yake. Yeye kama yeye alikuwa anawatumia classmates wale mamontres. Anachokifanya, anaambia montres, tangazeni tuwaleta kwa ubuyu nani? Anaandika listi ya majina yake vizuri, majina yao ubuyu. Muda wa kutoka darasani, yeye kama montres anakwenda kwa mwalimu, anachukua ile dude la ubuyu sasa. Anakwenda anawagaia, ndio muda wa kutoka. Kwa staili hiyo haikuwa inaathiri utendaji kazi wa wanafunzi wala wa mwalimu. Ilikuwa ni staili yake ya biashara. Kwa sababu ya changamoto ya wafanyakazi wa serikalini hawaruhusiwi kufanya biashara kazini kwa staili hiyo. Lakini haikutosha. Baadaye alisema kwa nini nisiue learning cost. Yaani maana yake ni kwamba asitegemee tu mshahara na huo ubuyu. Kwa hiyo akawa akirudi weekend anaenda pale Mwenge, anakusanya viatu. Vile kipindi hicho alikuwa anamwaga viatu chini. Kwa anavikusanya, anavichagua ambao ni vizuri, anapakia kwenye gunia. Jumapili huyo anarudi Morogoro, anakopesha walimu. Mwisho wa mwezi mshahara wake alikuwa haugusi. Na kipindi hicho alikuwa amejiunga na masomo ya uzamili ambaye ni masters. Kwa hiyo unaweza kufikiria kwamba huyu mtu amesoma lakini bado anajishughulisha. Anatumia muda wake anasoma lakini yuko kazini, lakini bado anafanyaje? Anaitafuta shilingi. Haikutosha. 2015 akachukua mkopo. Akasema anataka nije na design nizalishe mwenyewe. Azalishe mwenyewe nini? Viatu vya Kimasai. Kilicho vilikuwa viko moto sana. Kwa hiyo akawa ananunua material, anakatafuta fundi Arusha, yaani huko ndani Uswahilini, yaani
Ilibidi kwa kipindi cha kwanza alivyoenda, siku ya kwanza alienda amewavalia malinda mpaka chini, nguo za malinda. Siku ya pili akawaendea amewavalia pedo, ili tu awatengenezea mazingira ya wasimdhuru, kwa sababu ni Uswahilini. Kwa hiyo akaanza harakati zake, akawa anazalisha viatu vya Kimasai, design yake, anagugo, anaboresha, anazalisha. Baadaye biashara hiyo ikamkutanisha na Joyce Kiria, kwa akajikuta akawa maarufu kwa sababu viatu anaposti mtu maarufu. Lakini haikutosha. Kipindi hicho biashara ya mawakala, kwamba na wakala sehemu fulani, haikuwepo. Ikabidi sasa yeye adesign issue ya mawakala, kwamba viatu vyangu, viatu hivi niwe na mawakala mikoani. Akafanikiwa. Akaenda kwa sababu ya usimamizi na anazalisha mbali, ile biashara haikwenda sawa sawa kwa sababu ya usimamizi. Kwa hiyo ikafa. Ilipokufa akapata idea kwamba nije na brand sasa ambayo mtu akiona bidhaa anajua ni fulani. Kwa hiyo brand yake ya kwanza, bidhaa yake ikawa ni ya mafuta ya nywele, akaiita Bero. Bero hair treatment na Bero hair food. Yale mafuta yaliwaka sana kwa sababu yalikuwa ni mazuri, alikuwa anazalisha alikuwa ni Mganda akishirikiana na Tanzania. Haikutosha. Baadaye akaona fursa sasa. Wasindikaji hawa walikuwa wanazalisha pilipili, lakini uwezo wa kuuza hana. Yeye tayari ana brand. Alichokifanya akawekeza kwa msindikaji wa pilipili, akaweka brand yake, akaita Bero Pilipiko. Ikaanza kuingia mtaani, supermarket, madukani, na njia yake ile ya mawakala. Kwa hiyo kwa staili hiyo brand ikazidi kukua ya Bero. Na mwaka 2017 akapata nafasi ya ufadhili ya kwenda kusomea masomo yake ya PhD nchini China. Kufika kule napo aliendeleza harakati ya kuchukua pilipili huku na kuipeleka China, mpaka akatoroka kwenye magazeti. Lakini haikutosha. Nchini China akawa akiwatizama Watanzania wengi wakija China, wanakutana na changamoto nyingi, hawaendi viwandani, wanaishia sokoni sababu ya mtaji. Sasa yeye akasema Wakenya wana Kikuu, China wana Alibaba.com, Marekani wana eBay, kwa nini na sisi wa Tanzania tusiwe na mtandao wetu? Kwa mara ya kwanza akawa anafikiria namna gani ya kuanzisha mtandao ambao utawahudumia Watanzania, wakaagiza bidhaa wakiwa Tanzania kutoka nchi nyingine. Na idea yake haikutimia mpaka pale alipokutana na kijana mmoja anaitwa Constantine Paso. Simuoni ukumbini, natamani kweli angekuwa hapa mbele. Constantine Paso, kijana huyu alipokutana na Betha Mleke wakajikuta wana idea moja. Yeye anasomea IT teknolojia, Betha ana idea lakini sio IT. Kwa hiyo kilichofanyika, waliungana wakaanzisha kitu kinaitwa Bero Genge, ambao leo hii mnaifahamu, lakini kampuni inaitwa Bero Investment and General Supply. Kwa hiyo Bero Genge kwa mara ya kwanza ikazinduliwa 2018 na ilikuwa una uwezo wa kuagiza bidhaa hata ukiwa Sumbawanga, unaiagiza kutoka China inakufikia. Lakini bado ikawa haitatui tatizo la Watanzania. Tukasema shida ya Watanzania ni mitaji. Mitaji ni tatizo. Kwa hiyo tukaongeza huduma, tukaiita tununuepamoja.com, ambayo ilikuwa inamwezesha Mtanzania mwenye kufanya biashara fulani, labda niseme wewe unauza handbag, lakini ukiwa na Laki1 yako unataka kuja kununua handbag kwa bei ya rejareja, utaipata moja. Lakini ukiungana na wenzako 10 utapata handbag 10 moja kwa moja kiwandani. Kwa hiyo ikaitwa tununue pamoja, ambapo wafanyabiashara wenye mitaji midogo wanaungana kulingana na bidhaa ya aina moja, wananunuliwa hiyo bidhaa yao moja kwa moja kiwandani. Kwa hiyo kuanzia pale watu wakawa hawasafiri, wengine wakawa wanaagiza nani huko kiwandani kupitia hiyo Bero Genge tununue pamoja, lakini wengi walianza biashara. Na wengine walikuwa hawana mitaji, walianza biashara kupitia Bero Genge tununue pamoja, kwa sababu pia wao huwa wanatoa elimu. Kwa hiyo harakati hizo zote mpaka kufikia leo hii, Bero Genge huduma yake kubwa ni kuwawezesha wajasiriamali wote ambao hawajaanza kufanya biashara, walioanza, wakati na wafanya biashara, ili kuweza kuitafuta shilingi. Na ndipo hapo ambapo tukaamua kuandaa semina ambayo tukaiita kuitafuta shilingi, tukiamini kwamba kuitafuta shilingi ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni kuimanage shilingi, izae shilingi nyingine.
Lakini pia katikati hapa kuna changamoto nyingi sana, nyingi mno. Sasa leo kwa sababu tumekutana mahali hapa, semina hii ina lengo la kujifunza ni namna gani watu wanatafuta shilingi. Ndio maana kuna vikundi, kuna miradi mbalimbali hapa. Tutapenda kuwasikiliza namna yenu ya kutafuta shilingi, kama unazalisha gypsum, kama unafuga, kama si unashona. Vikundi vyote tutapenda kuwasikiliza. Mnatafutaje shilingi? Changamoto, mafanikio yenu. Baada ya hapo, sekta mbalimbali zipo hapa kwa lengo la kuwasikiliza pia. Wananufaikaje kutoka kwenu na nyinyi mnanufaikaje kutoka kwao. Hilo ndio lengo zima la kukutanisha hapa leo hii. Unajua sisi wajasiriamali. Na wewe umo? Unaona ninapodepata zile na nini zangu. Sawa. Unajua kile kitendo cha wewe kusimama tu ni tayari umejiamini. Wewe ni moja ya hatua ya kujiamini na kujaribu jambo, sio? Yes. Kwa sababu ukiogopa kitu huwezi kufanikiwa. Lazima ujaribu, lazima usimame. Alafu useme nitafanya. Kwa hiyo hata mama na yeye umejitahidi mama. Sasa sijui ngoja tuleo 10 ndio. Waona wapi? Kuna kiongozi hapa. Kiongozi karibu sana. Unatamani uje? Changia. Twende. Na mimi nilichojifunza katika hili. Jitambulishe kwanza, ni nani, unatokea wapi, shughuli zako ni nini, alafu twende kwenye jibu. Jina langu ni Bakari Mahenge, ni mwenyekiti wa kikundi cha Mapemba Amani, kata ya Twangoma, wilaya ya Temeke, na najishughulisha na biashara ndogo ndogo. Nipo katika mambo ya uwakala katika mitandao na vinywaji. Asante. Lakini nilichojifunza katika neno tununue pamoja imeshajibiwa na watu wawili, wamejibu vizuri kabisa. Ila mimi niongezee katika ambacho tulichochukua hapa kwa kufuata mafunzo na upataji katika ofisi zetu za kiserikali katika kuwaunda hivi vikundi, ni kumsaidia, ni maana kuwasaidia watu kuwainua kiuchumi wale ambao wako chini, kwa msaada mdogo, wanamtaji mdogo. Nzuri, yes. Sawa. Kwa sababu lengo kuu ilikuwa ni kuwabeba wajasiriamali wadogo ili waweze kuagiza mzigo kwa wingi hata kwa kiasi kidogo, lakini wakiungana pamoja wataweza kuagiza. Unajua tununue pamoja, mheshimiwa hapa na kikundi chake cha Twangoma wanaweza wakakaa wakasema sasa tunataka tuuze TV flat kule Twangoma. Ndio. Wakaingia Berogenge, wakaagiza mzigo wa flat screen kutoka China, kutoka wapi, wakarudi wakafungua duka lako na wakapata faida kubwa sana. Unajua kwa njia rahisi sana. Unaweza ukakuta mjumbe wake mmoja ana uwezo wa kununua TV 2 tu. Kwa hiyo wakiungana wanachama 10, tayari tuna TV 20. Tayari wana duka kubwa tu. Tayari Twangoma wanapata taarifa za kila tukio. Kwa sababu tayari maendeleo yamefika na TV zipo za kutosha. Hello. Jamani kuna 10,000. Au ni ibanie? Iende ibaki. Iende wapi? Kwa kwanza. Jamani, iende kwa nani? Kwa hiyo nilichokijua mnamtetea kwa sababu ni mama. Huo ni udhaifu. Igawe. Ngoja. Mzizi wa fitna igawe. Kule kwa mama iende 5,000 na kwa bwana yule coach inabidi na yeye awepo. Au hata hapa mnaleta ladies space. Sasa hapo nakuwa sina msimamo. Umenielewa? Lengo ilikuwa yule atakayejibu vizuri nitampatia 10,000. Lakini kwa sababu mama amejitahidi, wanasema tumpe kwa sababu mama alafu amejitahidi. Kwani nani kama mama? Hakuna. Apewe asipewe? Apewe. Mimi nabisha. Koleta unalo hilo? Tuendelee. Unapokosa msimamo, hiyo unalo ni somo mnajua hata kwenye biashara yako huwezi kusonga mbele. Leo hii akija huyu anakuambia wewe umemgaia, akija huyu umemgaia, kesho huyu. Mara mtaji umefanya nini? Lazima tuwe na msimamo. Baba, njoo chukue 10,000 yangu. Koleta. Sasa, nimependa msimamo kwa sababu pia umenifunza jambo.
Mimi nilikuwa na yumba ujue. Usiyumbishwe katikati ukiwa uko kwenye njia. Yumba. Tena ukiwa unayumba mara umeshika makande, kesho hiki, kesho kile. Kabla hujasimama na kitu kimoja ambacho kitakuonyesha njia, umekwisha. Kabisa. Lazima usimame kwanza na jambo moja, likisimama anzisha lingine. Lakini huku umeyumba huku unakuwa naweza nikatumia lugha ngumu kidogo. Usitumie. Niache. Iache. Huwezi kusimama na kusonga mbele. Au itumie. Aitumie asitumie? Atumie. Si wote watu wazima hapa? Si ndio? Atumie asitumie? Basi acha. Maana kuna wengine wamenuna hapo. Naogopa barakashia. Koleta, waheshimiwa mabibi na mabwana, naomba tukaribishe tena mwenyeji wetu, ana jambo lake pia. Yeye ndo mkuu. Kwa hiyo kila baada ya muda tutamrudisha. Dr. Betha, karibu. Karibu sana. Naona wageni wetu wameanza kufika. Ndio. Sawa. Tukaribisha ili tuendelee na ratiba. Sawa sawa. Lakini pia samani. Uwe na amani. Unajua watu wanahitaji kuwafahamu Timbero. Hatutaweza kuwatambulisha kwa sababu wanaangalia vinywaji. Sawa. Tutawatambulisha mwisho. Sawa dada. Uwepo wa idara tunakukaribisha popote pale ulipo. Kuwa idara ya maendeleo ya jamii. Sasa hivi tumecharuka. Sana. Bwana. Sisi tunasubiri. Tumecharuka sana. Sisi tunasubiri. Au sio kina baba? Tuwe wa kweli jamani. Tunasubiri au kusubiri? Kina mama oye. Dada Harriet. Dada Harriet tafadhali. Dada Harriet. Usitaki kuniambia nisikia. Sawa basi nimekuelewa. Basi asante sana. Haya. Sio mimi naona nizingatie jenda. Zungumza naye. Mheshimiwa, karibu sana. Betha, karibisha mheshimiwa. Napenda kumkaribisha mkuu wetu wa idara ya maendeleo ya jamii. Bila yeye kwa kweli nadhani tusingekuwa hapa. Dada Harriet, karibu sana. Habari za mchana. Mabibi na mabwana. Habari za mafunzo. Nimefurahi kuona nisipoteze muda sana ndani ya kuna tosi baadaye labda ya kuendelea kishafuta kushukuru kisini. Labda nasema ndio yetu na ratiba bila mkaimia nimefurahi kwa kufika kwenu na ninaamini hamtatoka kama mlivyo kuja. Ninyi ni zaidi haya ambao mmebaki kufanya. Karibuni sana. Asante sana mkuu wa idara, naomba nikukaribishe kwenye siti yako hapa. Koleta, zoezi zinaendelea, mkuu wa idara amekwisha fika, bado tunasubiria muda mchache kumpokea mgeni rasmi mkuu wa wilaya ya Temeke, Mheshimiwa Godwin Gondwe, ambaye ndio mgeni wetu rasmi siku ya leo. Kwa hivi sasa natamani sana Betha uwaalike watu wako, kundi lile la kwanza, tuendelee na ratiba, alafu tuendelee kuchambua na kusoma kila kwa mmoja wetu ambaye tumemwalika siku leo. Karibu sana. Sasa mimi naomba moja. Naomba. Naona mkurugenzi mtendaji wa Berogenge yuko pale Constantine Pasto. Akifungulia burudani na timu nzima ya Berogenge tumesambaa mkoani kote. Timu iko pale, lakini ndani ya Berogenge imeibua pia taasisi mbalimbali inayofanya kazi kama Berogenge. Pia wako pale Sara. Naomba tufungulie burudani. Koleta, hii ndio timu ya Berogenge. Mabibi na mabwana, hii ndio timu ya Berogenge ambayo mnaiona hapa mbele. Na wakati tunapewa simulizi ya Berogenge tulitajiwa mtu anaitwa Cospa, yuko hapa mbele yetu. Asante sana. Karibu sana. Sema neno moja, roho yao ipone, waamini. IT na kuzungumza. Yaani umempa mtihani wewe. Habari ya saizi mabibi. Cospa. Naam. Njoo simamia huko. Huko mwanga labda unakuumiza. Hata watu wa picha utasema walinifanyia fitna kutoka vizuri. Sogea kwa huko wewe. Yes.
Habari ya saizi umeanza nayo au umetikia? Habari ya saizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waalaikum salaam. Wameelewa. Halo. Simeelewa? Wamelala sana jamani, leo genge tumechangamka. Nashukuru sana kuwa hapa mbele. Nashukuru pia kuona watu wengi wamejitokeza. Tutarajia tunataka watu wawe wachache, lakini watu wameforce kuwa wengi. Kwa hiyo na imani mambo yataenda vizuri kama tulivyopanga, tutaisha vizuri, tutamaliza vizuri. Asante sana, karibuni sana. Makofi sana. Mwambie basi, naitwa Alana James Obeid. Niko kitengo fulani katika kampuni ya Berogenge. Maki dada alijiringia hapa. Mimi hapa nishatengeneza mbinu zangu, nikajua nikitaka kumpindua Berogenge na kamata IT. Kisha kazi. Kwa hiyo jitambulishe, watu wakufahamu ndio wewe. Kwa majina naitwa Constantini Pasco, ila nimezoeleka kwa Prosper. Professionally ni engineer, ni software engineer, na pia ni IT kama navyosema, zote zinaendana. Berogenge nipo katika kitengo cha IT, lakini pia ni mmoja wa mkurugenzi. Berogenge tunaendesha watu wawili, mwenzangu Besa Mbeke na mtu wa pili Jomini. Kwa hiyo mambo yote ya IT tunatumaini kwamba teknolojia inazidi kukua na sisi tunakuwa nayo kwa kasi, na tunatarajia baada ya muda si mrefu sana tutakuwa pazuri sana katika upande wa teknolojia. Wakati mkitarajia na sisi tutawakimbiza. Au unasemaje? Tufike walau nusu yao au mbona hapo umetikia kinyongo wewe niambia. Mimi nafurahi sana nikiona watu wengi wanainvest kwenye teknolojia. Kwa hiyo nawakaribisha sana kwa challenge zote zile. Kwa hiyo kama mnafikiriza kuzidi, sisi tunafurahi. Hasa mimi nafurahi kuona taifa letu linatumia zaidi teknolojia. Kwa hiyo karibuni sana kwa ushindani. Asante sana. Prosper, hongera sana. Na laiti kama utaendelea kuulizwa maswali hapa, nafikiri leo jioni unaenda kulala. Huo ndo ukweli. Make mbona umegonga sana tumbo. Gonga sana. Tatizo nini baba? Huyo anacheza na nini tu. Mifumo nini? Jamani, mwenye swali lolote kutoka huko, kama ana swali la kwenda kwa Prosper, naomba anyoshe mkono juu tuulize swali. Leo nataka akaukue kidogo nyumbani. Taukua tu. Mwenye swali? Yule mchungu. La ujasiriamali, la IT, technology, lolote lile ambalo unaamini ndio field yake na pengine ungetaka kujifunza jambo kutoka kwake. Karibu sana. Kama nilivyotambulisha awali, kwa majina naitwa Msangi. Mr. Costa, kama kijana naamini kila mmoja atashiriki kwamba tutajua jina lako kutegemea kuona hivyo. Kwa wewe kama kijana, ni kipi hasa unawaambia vijana wenzako ambao kwa asilimia kubwa wamekuwa wakichukua fani nyingine na kuacha kazi ya fani ya IT? Langu ndo swali. Hapo sasa. Nilikuwa tu. Mimi nimetafuta danga hiki. Prosper, swali ndio hilo. Hujaelewa swali? Sielewa. Brother, njoo kwa hapa ukae naye karibu. Njoo ulizia hapa. Karibu sana. Mwalimu wewe. Swali langu lilikuwa nimeelekeza kwa Costa atuambie sisi vijana vipi yeye aliweza kumudu zile changamoto ambazo zinatokana na fani ya IT, na ni jambo gani anatuhamasisha sisi ili tuweze basi kwa namna moja au nyingine kuvutiwa na fani hii na tuweze kufanya yale aliyofanya au zaidi yake. Kwa hiyo tueleze ni changamoto gani labda ziko katika fani hii na vipi tunaweza kuzipata. Karibu. Asante sana. Kwa kweli naweza kusema kwamba fani ziko nyingi. IT ni moja ya fani, na ili uweze kufanya vizuri katika fani yoyote ile, yani hapa nisigusie tu IT,
yani fani hizo zote zile, kwamba kitu cha kwanza ukipende kile kitu ambacho unakifanya. Ukishakuwa na mapenzi ya dhati na kile kitu ambacho unakifanya, lazima utakuwa unapata push ya ndani kwamba lazima nifanye kitu fulani. Kwa hiyo naweza kusema kwa vijana tupende, alafu pia tuweke malengo kwamba nalenga kitu fulani, alafu ukipende na ukifanye, lazima utapata kushukuru. Changamoto zipo, lakini lazima mambo yaende. Asante sana, asante. Makofi mengi kwake. Dada Besa, karibu. Karibu. Baada ya utambulisho wa timu nzima ya Bero, sema nasi na sisi tuweze kujifunza kwa kuweza kuitunza, kuiweka timu kubwa ya vijana, na ninaamini katika timu yako, kwenye timu yako ya Bero kuna watu wana ndoto ya kuwa matajiri hapa. Unafanyaje kufikisha ndoto zao? Na wewe ukiwa umeanza kwenye ubuyu mpaka leo tununue pamoja. Lakini nao pia hawa ambao wako nako, uko nao nyuma yako, wana ndoto zao. Pengine kuna mtu ndoto yake inaishia akiolewa tu, mambo yameisha. Lakini sitaki ifike hapo. Nataka aolewe, atengeneze familia, familia iwe familia, mpaka mambo mengine yaendelee. Karibu sana. Asante sana. Walioko mbele yenu ni timu Bero. Hapa nijaanza na utambulisho kisha nimalizie ya MC pale Swebe. Napenda kumtambulisha kwanza manager wa mikoa kwa upande wa customer service, huduma kwa wateja, Grace Swai. Mambo onyeshe mkono wako. Jamani, huyu ni mfanyakazi wa serikali, lakini pia ni mchapakazi kwenye upande wa ujasiriamali. Hata utume message Bero Genge usiku wa saa 8 anajibu. Napenda kumtambulisha manager headquarter Dar es Salaam Bero Genge, Gadalina, nyosha mikono yako. Napenda pia kutambulisha, unajua Bero Genge inaenda sambamba na delivery. Lazima tuwafikishie bidhaa zenu. Kwa hapa Dar es Salaam huwa tunafanya delivery hata mikoani, lakini kwa Dar es Salaam tuna delivery wenyewe. Napenda kumtambulisha manager wa delivery wa Bero Genge kwa Dar, ndugu Helman, nyosha mikono. Bero Genge kwa kweli tuna fursa nyingi. Mbali na Bero Genge tume pamoja, lakini pia tuna vipodozi, tunazalisha wenyewe vipodozi bora, tunaingiza vipodozi pia kutoka nje za nchi. Sasa kuna mameneja wanaosimamia. Tukianza na modo wa Sona Beauty Cosmetics. Ukimuona mwenyewe sura yake inavutia. Dada Rebeka. Lakini pia ana meneja wake wa masoko, Dada Joyce. Nyosha mikono yako. Bero Genge tuna chakula pia, tunapika. Tunaita Bero Food. Namuomba Dada Asia, meneja wa chakula, anyoshe mikono yake. Lakini pia Bero Genge ilipokwisha anza ilifungua fursa. Watu waliona fursa, wakaanza pia kutoa huduma ambayo inaendana na Bero Genge, na ni huduma ambayo pia ukiipata ni ya kuagiza bidhaa kutoka China, ambao huwa tunafanya pia kazi kwa ukaribu na wao. Napenda kuwatambulisha kampuni ya ESA ambayo ni Sara na Eva. Naombeni nionyeshe mikono yenu. Hii ni timu nzima ya Bero Genge. Lakini Bero Genge bila wajasiriamali hamna kitu. Leo hii tuna wajasiriamali wako hapa, wateja wa Bero Genge, tumetoka nao mbali mpaka kufikia leo hii. Natambua uwepo wao na mchango wao sana. Tunawashukuru sana, asante. Asante sana. Tunaanza samdaro wetu ili waweze kujifunza. Kundi la kwanza kabisa tunaomba mwakilishi kutoka usafirishaji pikipiki na bajaji. Tunaanza semina yetu, lakini utaratibu utakuwa na tunaita vikundi. Kwa hiyo utakapokuja hapa mbele ni wawakilishi wa vikundi hivyo. Kwamba mradi wako wa pikipiki, yani unajihusisha vipi na unafanyaje kazi, mafanikio na changamoto. Kwa ufupi sana. Befa sio mngekaa kwenye kiti, unayemwoja alafu akisimama anaenda anaingia mwingine kwenye kiti labda hivi. Tuliviandaa kidogo vichache sana.
majina anaitwa Shabani Ali Kilimo, natokea Temeke katika kikundi cha Kiuma Group. Kwanza naanza kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu imetukumbuka vijana. Katika hotuba ya Rais alisema kwamba 10% ya mapato ya halmashauri itengwe kwa ajili ya vijana 4%, wanawake 4% na walemavu 2%. Na sisi tukawa mojawapo ya kundi ambapo tumenufaika. Mradi wetu unakosti shilingi milioni 16,955,000. Mradi huu tulikopeshwa pikipiki 6 ambazo zilihusika Sumatra, bima na GPRS na pamoja na gharama za ununuaji wa pikipiki. Mradi wetu wa sasa tumeongeza pikipiki zimekuwa 8. Kwanza hilo tunaomba kushukuru, lakini kwa changamoto ambazo tumekutana nazo, kwanza dereva wetu mmoja alipata ajali na kufariki. Hilo ndio ikawa tatizo kubwa ambalo tumelipata, lakini tunashukuru uongozi mzima wa halmashauri ya manispaa ya Temeke ambao kwa namna moja nyingine tukawa tunashirikiana nao bega kwa bega katika kutatua changamoto hiyo. Kuna changamoto kubwa sana katika uendeshaji wa pikipiki, hasa katika wale wahusika kuwapatieni marejesho. Nyinyi mmetumia njia gani kuweza kuwasimamia waweze kuwaletea yale marejesho yenu labda kwa wiki au kwa siku? Hilo swali la kwanza. Swali la pili, utaratibu wa siku hizi mnaingia ubia, anakurudishia pesa, mwisho wa siku unamwachia pikipiki. Sasa nimesikia ulianza na pikipiki 16, umeongeza pia 8. Kwa hiyo maana 6. Sasa kama siku hizi wanaingia ubia, wanaendesha pikipiki, wanakupa hela yako, baada ya mwaka unawachia pikipiki, hizo 6 bado zipo au zipo na pamoja na zile 8? Nashukuru sana kwa swali lako zuri. Sisi kwa njia ya kwanza tunayofanya ili marejesho yaje kwa wakati. Kwanza rejesho linakuwa ni la kila siku. Mtu akipitiliza siku 7 tunampigia simu, tunamwambia umepitiliza siku 7. Vipi? Tatizo liko wapi? Anatupa changamoto yake. Tukiona changamoto ina mantiki, huwa tunamwacha. Lakini changamoto ikiwa haina mantiki, chombo tunamwambia kirudishe. Tunamwambia tutafutie hela yetu ambayo wiki iliyofanya kazi bila nje ya pikipiki. Akishindwa pikipiki tunampa mtu mwingine. Na nikija katika swali lako la pili la kuhusu mikataba, sisi wenyewe tunatoa mikataba. Lakini mkataba ule ule ambao tunatoa sisi tunaeleza kwa pikipiki hizi ni mali ya manispaa ya Temeke. Kwa hiyo sisi tutampa mtu kadi yake baada ya miaka 2. Lakini katika yale marejesho ambayo wao wanafanya, sisi ndio tukapata hela, ile hela ikafanya tukanunua pikipiki nyingine. Namkaribisha kwenu, yeye anaendesha mradi wa duka la vifaa vya ujenzi. Napenda kufahamu namna gani mlianza na mafanikio pamoja na changamoto. Habari za sasa hivi. Napenda kujitambulisha kwa jina, naitwa Elizabeth John, natokea manispaa ya Temeke. Tunashukuru serikali yetu pia kwa kutuwezesha mapato walichotupatia. Sisi tuko na kikundi 10. Wana kikundi 10 tumekopesha milioni 42. Tunaendesha duka la vifaa vya ujenzi. Tulikuwa tumefungulia Kijichi, tukaomba kwamba Kijichi nafasi kidogo, tunaomba tukafungulie sehemu ambayo ni shamba, kuna nafasi, tukaenda kufungulia sehemu moja inaitwa Lugado. Kwa hiyo tuko huko tunaliendesha. Pale tunaingia watatu, ili siku nyingine tuwe tunaingia kwenye mishemishe tofauti na pale amani kidogo. Kwa hiyo uendeshaji wenu wa duka la ujenzi mko 10. Kuanzisha duka la ujenzi mnapokezana, watatu wanaingia leo, watatu wanaingia kesho. Sasa namna gani mnaweza kumanage upotevu wa pesa? Unajuaje kama jana mtu aliuza au na utaratibu gani? Tuna kaunta tunaandika pale na pia tunaanza. Na vifaa vya ujenzi mnauza kwa jumla au rejareja? Tunauza kwa rejareja. Kwa hiyo mnalangua wapi vifaa vya ujenzi? Vifaa vya ujenzi pale tulisambaziwa na gari wakati tunakabidhiwa mkopo ule.
lakini kwa sasa pale tuna changamoto kwa sababu mpaka tutume gari ndio ituletee vifaa. Kwa hiyo kama kuna mtu hapa leo ana uwezo wa kuwasaplia vifaa vya ujenzi, mko tayari? Tuko tayari. Mmesikia jamani? Fursa hiyo. Na kwa swali la haraka, je, biashara ya vifaa vya ujenzi kuna faida au hakuna faida? Faida ipo kwa sababu sisi bado tunapambana na marejesho. Yaani pale tunajikidhi mahitaji ya nauli pamoja na mahitaji ya rejesho na kula. Unapoenda kushinda pale. Ina maana tutakapomaliza kulipia mkopo ule, faida inaonekana, ina maana tutajikimu zaidi na zaidi. Jamani, mmesikia? Nashukuru sana, nadhani mkaribishe mwingine. Asante. Maisha. Asante sana. Kuna swali hapa. Haya, karibu. Asante, naitwa Francisca. Niwapongeze. Mimi nilikuwa nataka kujua duka moja linasimamiwa na watu 10. Utaratibu wenu wa kuweka rekodi ukoje? Na mnasema mnafanya kila baada ya siku 3. Kwa hiyo kwamba nyie kila baada ya siku 3 mnafanya stock taken ili kuwapa wengine wanaoingia, au na item chache ambazo mnaweza kuziona hivi? Kama kuna lugha ngumu kidogo tunyambulishie. Umeelewa vizuri mpenzi? Umemwelewa Haya, twende kazi. Amesema kwamba kuhusu yani rekodi ya pale kwamba huyu kaingia mauzo yake yakoje, si ndio? Tunaandika. Aha. Kuna swali. Naona watu wanatamani kuuza vifaa vya ujenzi. Swali jingine pale. Naomba niulize hivi, swali la kwanza. Nyie mko watu 10 na wote mnasimamia duka moja. Mnawezaje watu wote 10 kusimamia kitu kimoja, na mnakabilianaje wakati awamu moja inaondoka na awamu ya pili inakuja? Kwa sababu najua vifaa vya ujenzi sio simu au sio sementi mnaenda kuhesabu hivi. Je, mnauza vifaa aina chache au vitu 10 tu mnaweza kuhesabu, au mna vitu vingi? Vitu ni vingi, duka ni kubwa. Utaratibu wa kukabidhiana unakuwaje? Utaratibu wa kukabidhiana ni kwamba mimi nimeshaingia wiki yangu nimemaliza. Siku ambayo wanaingia wengine, mimi nawakilisha mauzo yangu ambayo nimeuza pale. Kama kuna oda inakuja nakabidhisha kwamba kesho inaingia oda fulani. Kwa hiyo anayekuja anakuta maelezo pale na ni lazima uweke pale. Ngoja kidogo. Kama umemwelewa, lakini kuna kasehemu kidogo unakwepa. Ili uweze kukabidhi mali kwa mtu mwingine ambaye unamwachia, si kuna mahesabu yanafanyika pale. Ameuliza kwa kuwa duka lina vifaa vingi, utaratibu gani mnatumia? Mnaanza kuhesabu kifaa baada ya kifaa au mnaaminiana tu kiyesu yesu? Hatuaminiani kiyesu yesu. Tuna baadhi ya kila mwezi tunakaa chini na kuhesabu kwamba siku fulani waliingia watu watatu fulani na mauzo yalikuwaje. Mauzo yalikuwaje, vitu vilikuuzwa ni vipi, hesabu zao zikoje, na kuagiza mzigo gani. Hivyo tunavyopenda. Mimi swali langu ni hapo nilitamani kujua kwamba katika hao watu 10, je, kuna mmoja wenu ambaye ana utaalamu zaidi wa mahesabu kwa ajili ya kuweza kutunza hizo rekodi zenu? Kwa sababu naona watu 10 kuendesha duka moja kidogo ni changamoto. Tunamtunza hazina. Okay, mnamtunza hazina. Pili, swali la pili, kwa sababu mmesema mmepewa mkopo ambao ni milioni 42. Ndio. Milioni 42 sio mdogo. Kuirejesha sio kitu kidogo. Je, utaratibu gani mnaotumia kuangalia kwamba kweli hii biashara tunayoifanya faida inaonekana kulingana na ile hela tuliyokopeshwa? Tutakapomaliza haya marejesho, je, mtaji wetu utakuwepo na faida ambayo itaweza kutukimu sisi na watoto wetu? Pale ipo kwa sababu hizo milioni 42 sio vifaa tu. Pale kuna mashine kubwa za utatuaji wa tofali.
ndio vifaa ambavyo vipo vinaonekana, na kuna bati, nondo na kadhalika. Haya. Aha. Sawa, asante kwa kujieleza vizuri. Usiogope, ndio unapozidi kukomazwa. Unapoona kuna jambo unaulizwa alafu kule kwenye biashara yenu hamjalifanya, ndio muda wa kunoti sasa. Hapo unakuwa umejifunza kitu. Unaenda kukifanya sasa. Sawa? Kuna ushauri kule, lakini kabla ya ushauri kuna swali nimetumwa nikuulize. Sawa. Vipi marejesho yenu? Mnarudisha kila mwezi kwa kiasi gani? Ndivyo. Si ndivyo mama? Mnarudishaje marejesho yenu? Kila mwezi tunarudisha 1,200,000. Amemaliza. Mimi nilikuwa na shauri tu, sijui kama taasisi waliokopesha wako hapa. Kutokana na mtaji waliopewa, ningetamani taasisi waliotoa ile hela waweze kuwafuatilia pia na kuwashauri mara kwa mara kwamba kufikia hapa mnahitaji kufanya hivi, mnahitaji kufanya hivi. Yaani ufuatiliaji wa karibu kwa kikundi hiki ili kiweze kuwa na moto zaidi katika biashara yao. Asanteni. Haya, asante sana. Samahani, anataka kusema changamoto. Changamoto iliyokuwa kule ni barabara. Wakati wa mvua nyingi, gari kubwa la kuleta mizigo linashindwa kufika pale. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mtusaidie kama serikali yetu mlivyotuwezesha mwanzo tupate gari. Swali la mkuu pale hujalijibu kwa usahihi. Swali lake ni kwamba mnarudisha marejesho kila mwezi? Kisha kila mwezi marejesho. Ni benki gani mnabaki nao? Hiyo benki. Wapendwa, nadhani hapa kuna fursa nyingi sana. Kwanza kuna fursa za kibenki, pia kuna fursa za kusupply vifaa vya ujenzi, lakini pia kuna fursa wa tax consultants, masuala ya kodi, kuwasimamia. Nadhani pia ameweza kujieleza. Tunashukuru sana. Haya, asante sana. Naomba niwaombe kitu, kama kuna vitu vitakuwa vinapita huko, kuna mmoja wa wawekezaji ambaye naye atatupa fursa siku hii ya leo. Kila mmoja wetu atapata sheva moja. Kwa Kiswahili rahisi ni kinyoleo. Yeah. Kinyoleo si. Kila baba oye. Kila mama oye. Kinyoleo mnakijua? Sheva. Lakini yote kwa yote muda huyo yuko hapa, na hiyo ni brandi mpya kabisa. Na yenyewe pia ni fursa ya kipekee ukiangalia, na atakuja hapa kuelezea. Wanaitwa Porsche au Lincoln, ambao tuko nao kama wadau wakubwa kabisa wa kufuatilia wajasiriamali, wawekezaji. Pia wana wengi ya kuzungumza na nyinyi pia. Kwa hiyo hii itawahusu wale wenye duka la jumla na rejareja pia, wauzaji wa jumla na rejareja, lakini hata hawa ambao wako kwenye hivi vikundi